na ujumbe wake wote, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa salama na akiwa katika amani pamoja na ujumbe wake. Tunakushukuru kwa hilo, ewe Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, hatuna budi kukushukuru kwa usalama wa nchi yetu kwa muda mrefu. Ni muda mrefu, miaka mingi tumekuwa salama na tumekuwa katika amani. Tunakushukuru kwa hilo, ewe Mwenyezi Mungu. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu, umjalie rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan afya njema na umzidishie busara na hekima katika uongozi wake na katika maamuzi yake, akishirikiana na uongozi mzima wa kitaifa. Umjalie afya njema makamu wetu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, afya njema na umri mrefu, na umzidishie busara na hekima katika utendaji wake wa kumsaidia Mheshimiwa Rais. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba umpe afya njema kiongozi wetu ambaye tunaye hapa, Dr. Mwigulu Nchemba, na umzidishie busara na hekima katika utendaji wake wa kazi. Anazunguka nchi nzima, anapokea mawazo ya watu, anapokea shida za watu na kuzitatua haraka bila kuzichelewesha. Tunaomba umzidishie utendaji wake huo katika nchi yetu. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba wajalie wasaidizi wao wote katika ngazi zote za taifa, kwa ngazi za mkoa, wilaya, kata, mpaka vijiji. Wape busara na hekima, wape na roho ya nia njema, waweze kuilinda amani yetu ambayo ndio tunu ya taifa letu. Wewe ndio muweza wa kila jambo. Ukitaka jambo liwe basi linakuwa, na kama hutataka liwe halitakuwa. Kadari zote ziko kwako, ewe Mwenyezi Mungu. Tunaomba yote hayo kwa baraka za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Amin, amin, amin. Asante sana Sheikh Abu Ngwada, Sheikh wa wilaya ya Mufindi. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uridhie nialike sala kutoka kwa Baba Askofu Daktari Anton Kipangule. Yeye ni askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mufindi Kusini. Karibu sana Baba Askofu, tuongoze katika sala. Tumpigie makofi mengi sana Baba Askofu anapokuja kuzungumza nasi na kutuongoza katika sala kwa kifupi kabisa. Karibu sana kwa mara nyingine Baba Askofu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe ndiye uliyesimika shughuli zote za kiuongozi za kiserikali tangu mwanzo. Tunasoma katika maandiko yako matakatifu kwamba uliunda watu wakae katika umoja na katika serikali zao na jamii zao. Na sisi kama taifa la Tanzania umetutengenezea utaratibu mzuri wa kuwa na viongozi wetu kwa njia mbalimbali. Wako viongozi wanaoteuliwa, wako viongozi wanaochaguliwa na wananchi. Tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa ajili ya uongozi wa taifa hili, tukimweka mikononi mwako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na anaoongoza pamoja nao saidizi wake, lakini kipekee leo kwa neema ya Mungu katika eneo letu tumetembelewa mmoja wa viongozi wakuu katika nchi yetu ya Tanzania, ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Mwigulu Nchemba. Tunakushukuru sana kwa kazi kubwa wanazomsaidia rais, na yeye akitembea huko na huko, na leo amefika hapa katika mji wa Igoole katika wilaya ya Mufindi na mkoa wetu huu wa Iringa. Tunaomba umbariki katika kuingia kwake na kutoka kwake, umlinde yeye pamoja na familia yake, ulinde huduma zote anazozifanya, mahali popote anapopita. Roho Mtakatifu awe kiongozi kumsaidia kufanya yale ambayo Mungu umekusudia kwa ajili ya maslahi na kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Tunamkabidhi mikononi mwako yeye pamoja na familia yake, yeye pamoja na kila anayefanya naye kazi. Lakini kipekee katika eneo letu tunao viongozi wetu, wakuu wa mikoa ya Njombe na Iringa, wakuu wa wilaya na hasa wilaya ya Mufindi, Mheshimiwa Linda. Tunaomba wote hawa ni wasaidizi, wamsaidie katika haki na kweli ukiwaongoza. Tunashukuru kwa sababu umemsafirisha na kumfikisha hapa, na tunaamini kabisa safari yake itaendelea salama na atafanya kazi aliyokusudia. Tumeona hata katika ratiba kujibu hata kero za watu au kuzisikiliza. Jambo hilo ni la baraka sana, ili watu wako waendelee kuwa na amani. Pekee tunaiomba amani ya nchi yetu iendelee kusimama, kila mmoja apate kutambua tunao uongozi na uongozi unafanya kazi kama Mungu unavyowaongoza. Ujalie ziara yake hii iende salama hata imalizike. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu tumeomba, na wote tuseme amen. Amina, tuwapigie makofi mengi sana viongozi wetu wa kiroho. Asante sana viongozi wetu wa dini kwa kutuongoza katika dua na sala. Tunaamini sasa tukio letu hili limeanza na litamalizika kwa salama na amani. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara baada ya kuwa tumepata baraka za viongozi wetu wa dini, ninaomba sasa uridhie nialike utambulisho ili upate kufahamu makundi mbalimbali yaliyo pamoja nawe katika mkutano huu adhimu hapa Igoole. Hivyo ninayo heshima kumuinua dada yetu mchapakazi kweli kweli, Doris Kalasa. Yeye ni katibu tawala wa mkoa wa Iringa, aje kupitisha katika utambulisho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Tumpigie makofi mengi sana katibu tawala wetu. Rasi hoye! Iringa safi! Karibu sana. Asante sana. Nashukuru. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Harry James, mkuu wa mkoa wetu wa Iringa na ambaye ni mwenyeji wetu katika mkutano huu wa leo, waheshimiwa mawaziri mliopo, natambua mkuu wa mkoa wa Njombe, waheshimiwa naibu mawaziri mliopo, naomba nitambue meza kuu yote, viongozi wote na wananchi wote. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana mkoa wetu wa Iringa, mkoa ambao tunaujenga kwa kauli mbiu ya Iringa imara, tunaijenga kwa umoja na uwajibikaji. Natumaini wananchi tunaifahamu hii kauli. Naomba niiseme Mheshimiwa Waziri Mkuu aisikie. Iringa imara, tunaijenga kwa umoja na uwajibikaji. Naomba nirudie tena ili Mheshimiwa wetu Waziri Mkuu aisikie. Iringa imara, tunaijenga kwa umoja na uwajibikaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wana Iringa tunayo furaha kubwa kwa ujio wako katika mkoa wa Iringa, na kwa niaba ya timu hii yote ya wananchi iliyopo mbele yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikusalimie kwa niaba yao. Kamwene Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
pasipo kupoteza muda, naomba uniruhusu nitambulishe mbele yako hadhira hii iliyo na shauku ya kukusikiliza na kupokea maelekezo na maagizo yako.